Okay, chukua Biblia yako, daftari yako, kalamu na chochote ulichoandaa kwa ajili ya neno la Bwana sahihi. Makabrados tabai. Chukua Biblia. Alafu kutana na mimi kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 14. Tulikuwepo hapo siku ya Alhamisi. Nataka nizungumze na wewe kidogo kuhusiana na ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Oh Jesus. Nisikilize kwa makini sana. Tumia fahamu zako kunisikiliza, angalau nielewe hata kidogo. Amen. Wewe kama Mkristo, nataka nizungumze na wewe kidogo kuhusiana na ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Na nimekwambia ufungue ile Marko sura ya kwanza. Marko sura ile ya kwanza. Jesus is Lord. Marko sura ile ya kwanza. Marko ile sura ya kwanza, naomba ufungue pale. Wakati nimekufungulia hiyo Marko ile sura ya kwanza, Roho Mtakatifu kuna kitu ananikumbusha hapa. Kwa hiyo wakati unafungua Marko sura ya kwanza, nitakupeleka pia kwenye Mathayo ile sura ya 6 kwa sababu niko nashughulika na habari za ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Ambao wewe ni raia ndani yake. Amen. Sema mimi ni raia wa ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Mimi ni raia wa ufalme wa Mungu na ufalme wa mbinguni. Ninaishi humo, natembea humo, nakaa humo, na humo ninao uzima wangu. Hallelujah. Yes, kwa hiyo nataka kila mmoja uelewe ya kwamba tunapozungumza habari za ufalme wa mbinguni au ufalme wa Mungu, wewe ndiye raia wa ufalme huo. Na hapo ulipo uko ndani ya ufalme wa Mungu au ndani ya ufalme wa mbinguni. Hallelujah. Kwa hiyo kama raia wa ufalme wa Mungu au ufalme wa mbinguni, unapaswa kuishi kwa kanuni za ufalme. Hallelujah. Unapaswa kuishi kwa kanuni za nini? Za ufalme. Sasa kanuni za ufalme huu wa mbinguni, nikombo nisikilize kwa makini sana, na naweza nisizifundishe zote leo maana sio nyingi, ni chache, ila inahitaji muda kufundisha moja baada ya nyingine. Hallelujah. Sasa tunazungumza juu ya habari ya ufalme ambao wewe ni raia ndani yake. Hello? Kuna ambaye hajamwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake hapa? Kama hujaamini, wewe sio raia bado katika ufalme. Ila kama umeamini, wewe ni raia. Sema nimeamini, nami ni raia wa ufalme. Hallelujah. Sasa unatakiwa uishi kwa kanuni za ufalme. Katika ile Marko sura ya kwanza ule mstari wa 14, Marko sura ya kwanza mstari wa 14. Alhamisi nilianzia ule mstari wa 12 kwa sababu ya kupata muktadha, context. Sawa sawa? Kwa ajili ya kupata muktadha au context. Muktadha, context. Wakati nikiwa nafanya maombi, okay, katika ibada muda wote, nikikuuliza kitu uwe tayari tu kunijibu. Nikikuuliza kitu kinachokuhusu maisha yako binafsi uwe tayari kufanya nini? Kunijibu. Lakini pia kuna vitu kidogo itakuwa ni ngumu hata kuficha ukali wake wa maneno. Unanielewa sasa? Kuna vitu lazima tuulizane waziwazi na viweze kueleweka namna hiyo.
Amen. Amen. Okay. Kuna wamama mko hapa hamjafikia menopause. Sawa? Hamjafikia menopause. Menopause maana yake ni kukoma kwa kipindi cha mwanamke katika maisha. Sawa? Maana yake wewe bado uko katika umri ambao unatakiwa kuwa unaingia hedhi kila mwezi. Sawa? Okay, check. Naanza kunishangaa mchungaji anaongea vitu gani? Sasa kwani hamjui hedhi? Come on guys. Okay, haujafikia menopause lakini unaishi kama mtu aliyeko kwenye menopause. Unaishi kama mtu ambaye tayari umekoma kuingia kwa siku zako. Na haujaathiriwa na mifumo yoyote ya uzazi wa mpango, haujachoma sindano wala hujaweka kijiti. Lakini it's as if unaishi kama una mimba isiyozaliwa. Hallelujah. Naona kitu hicho. I see that. Wale wamama ambao siku zenu zimekoma ila hazijakoma kwa sababu mmefika umri wa kukoma, ila zimekoma kwa sababu ya mifumo ya ulimwengu. Sema mifumo ya ulimwengu. Nina habari njema na wewe leo. Nina habari njema na wewe leo. Nina habari njema juu yako leo. Hivi sasa naongea hapa tayari kuna mifumo ya wengine inafunguka sasa. Iko inafunguka. Kuna mifumo iko inazibuka. Iko inazibuka sasa hivi. Wale ambao mlikuwa mmemiss kiti hiyo kwa muda sasa mnakwenda kuiona. Kumbe waga mnaimiss hiyo hali. Basi wale ambao ilikuwa imekoma kwa sababu za mifumo ya kilimwengu saa hii iko inafunguka. Yes, nilitaka niwe specific kwa mtu mmoja kwa sababu ninawaona wote mlipoketi, lakini ni kama vile nikajambo kaaibu fulani kwa wengine. Kwa ndio maana nimekaweka siri. Ngoja tukaongee kiujumla. Hallelujah. Mwingine amesema sasa mchungaji, na wale ambao tulitumia madawa lakini sasa hatutumii tena na kuaje. Sasa wewe nani alikwambia utumie? Ulikuwa unatafuta nini? Saa hii sishughuliki na waliotumia madawa, nashughulika na walioonewa na mifumo ya ulimwengu. Hallelujah. Ila kwa sababu yako mafuta iko mafuta inatembea kwa ajili ya hao, na wewe unaweza ukainasa ukasema na mimi najipenyeza humu. Na unaweza ukapokea hiyo kitu. Sasa check, unanishangaa. Kamatilia sema na mimi nimo. Ukisema na wewe humo watajua kumbe ni wewe. Bwana Yesu asaidie. Lakini kamatilia kwa sababu kuna upepo unatembea kwa ajili ya hao ambao wameonewa na mifumo ya ulimwengu. Na huko mmoja huko hapa, ngoja nikwambie kuna kitu alikufanyia. Umewekewa mimba fake ambayo haiwezi kuzaliwa, ila tumbo lako la uzazi limedanganywa ya kwamba lina mimba kwa mifumo ya wachawi. Kwa hiyo walijua jinsi pekee ya kukuzuia usizae, waliweka kamfumo ndani ya tumbo lako, kwa maana ya kwamba via vyote vya uzazi, mifumo yote ya uzazi imepokea taarifa ya kwamba tayari wewe ni nani? Ni mjamzito. Ile hali si mjamzito, ila wachawi kwa teknolojia yao wamekuwekea kitu kama ujauzito. Kwa hiyo kila mifumo ya mwili ikiuliza kwa habari ya mimba, inaambiwa mtu huyu tayari ana nini? Ana mimba. Na wakati hauna mimba. Ni kadude tu wameweka humo ndani. Sidhani kama kanaweza kaonekana kwa ultrasound. I don't know. Ila wamekaweka ili kafidie ya kwamba una mimba. Kwa hiyo mifumo ya kibinadamu ya uumbaji wa Mungu ikija, inakuta tayari una nini? Una mimba. Kwa hiyo siku zako zinakoma, kwa unakaa, kwa sababu ukishakuwa na mimba siku zinafanya. Yes. Kwa hiyo unakaa tu. Umekaa tu kama limwembe lililokauka. So you're just there. Leo inaisha hiyo. Leo inaisha hiyo. Na hako kadude, hako kamimba kasikozaliwa katazaliwa leo. Leo katazaliwa. Katatoka leo. Alafu mifumo ya uzazi itatambua ya kwamba mtu huyo hana nini? Hana mimba, na mwezi unaofuata, wala sio mwezi unaofuata, leo
Leo utakuwa na breed, leo utakuwa na breed, leo utakuwa na breed, afu utaona kadude ka ajabu kwenye ile breed. Ujue yako ni katoto ulikuwa umewekewa kasikofanya nini. Leo lazima kazaliwe na mfumo wako urejee kuwa mahali pake sawa sawa sawa. Sasa ole wa aliyefanya hivyo aseme kametoka, sasa ngoja niweke kingine. Imekula kwake, imekula. Sio, unanielewa? Kwa sababu na yeye ana watoto wa kike watatu, ana watoto wa kike watatu. Huyu mkubwa yeye ana watoto wawili. Hawa wawili hakuna ambaye amekwisha kuzaa, kwa sababu bado ni mabibi harusi. Mmoja ana kama miezi 9, mwingine ana kama mwaka mmoja, hawajazaa bado. Sasa akarudia kuweka ako kadude tena, akirudia kuweka ako kadude. Hakatokuja kwako, badala yake kataenda kwa wale watatu, ili tuone kama atafurahia watoto wake kuishi kama mang'ombe ambayo hayazai. Unanielewa sasa? Yes, inabidi tufanye hivyo sasa. Inabidi iwe hivyo, kwa sababu watu wengine hawana wachawi waga waelewagi mpaka kwa vitu vigumu. Unanielewa? Sasa wewe mama, leo Alo, wale ambao kwa sababu ya kujikatia tamaa mlikuwa mtembei na pedi, anzeni kuagiza pedi hapa katika ibada. Yaani kama unajua kuna rafiki yako yuko hapa, agiza pedi haraka sana. I'm telling you, wengine mmeweza kushindwa kusimama kwenye viti mmekalia hapo. Unanielewa? Sikia hawa watu wanafikiri natania. Okay, stani, kuna watu mtashindwa kusimama hapo. Kwa hiyo unaweza ukafanya ujanja, pedi zikaagizwa, ama ulizo uliokaa naye kama ana ya ziada kwenye kimkoba, alafu haraka sana uende kule ukavaa. Sawa sawa? Maana kuna kitu kinatokea hapa saa hii. Kuna kitu kinatokea hapa saa hii. Kuna kitu kinatokea hapa saa hii. Yes, something is happening. Kuna kitu kinatokea hapa saa hii. Kwa hiyo jipange hapo, hakikisha umekaa vizuri. Hakikisha umekaa vizuri. Unaona sasa, yameanza kufunguka hata matumbo ambayo nilikuwa sina mpango nayo. Ndio yameanza, yanakierehea haya. Hallelujah. That is happening right now. Iko inatokea sasa, na upokee katika jina la Yesu Kristo. Pokea kitu hiyo katika jina la Yesu. Pokea kitu hiyo katika jina la Yesu Kristo. Pokea kitu hiyo katika jina la Yesu. Iko inatokea saa hii. Iko inatokea majira haya. Iko inatokea katika hizi. Iko inatokea kwa jina la Yes, it is happening. It is happening. It is happening. Sasa na wewe mwenzako akikuuliza pedi, usianze kushangaa, toa tu bila kuuliza. Hallelujah. Amen, amen, amen. Yes. It is flowing. Yeah, kuna mbao tayari. Kuna mbao tayari. Sikia. Wewe usione aibu, chomoka kimya kimya hapa. Sasa wambea umeweka macho namna hii, wanatafuta nani? Sasa wewe ziue kidogo, ngoja tuwasahaulishe kwa neno. Wakati ukigundua madakika 2 wamesahau, utanyanyuka kimya kimya. Sasa amen. Yes, kwa sababu iko inatokea sasa. Iko inatokea. Sasa katika ile Marko sura ya kwanza ule mstari wa 12, lengo liko mstari wa 14, lengo liko mstari wa 14. Wow! Man, hawa watu wa kizazi leo wamenishika sana. Nilishasema iko inatokea kwa jina la Yesu. Na itokee kwa jina la Yesu Kristo. Na itokee kwa jina la Yesu. Na kila kipingamizi kinaondoka kwa jina la Yesu. Kila kizuizi kinaondoka kwa jina la Yesu. Kila kizuizi kinaondoka kwa jina la Yesu. Sasa mniachie niendelee na somo. Okay. Ukianza ule mstari wa 12, ukianzia mstari wa 12, Biblia inasema mara hapa anazungumzia habari za Yesu, na hapa alikuwa amemaliza kubatizwa. Sasa sikiliza habari hii. Naanzia mstari wa 12, anasema mara Roho akamtoa aende nyikani. Mstari wa 12, 13 tunasema akawako huko jangwani siku 40 hali akijaribiwa na shetani, naye alikuwa pamoja na wanyama wa mwitu na malaika walikuwa wakimhudumia. Mstari wa 14, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Sema habari njema ya Mungu. Habari njema ya Mungu. Habari njema ya Mungu.
Habari njema ya Mungu. Yesu alisemaje mstari wa 15? Akasema, akisema wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Wakati umetimia, ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini nini? Na kuiamini Injili. Wakati umetimia. Waliokuwa Alhamisi, somo hili la leo mtanifurahia kwa sababu itakuwa ni kama ina vitu inarudia kidogo kwetu. Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umefanya nini? Umefanya nini? Umekaribia. Wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Zamani tulikuwa tukisikia maandiko kama haya, ufalme wa Mungu umekaribia, Wakristo wote walioko kanisani walikuwa wanawaza habari ya kwenda mbinguni. Wananielewa walikuwa wanawaza habari ya kwenda wapi? Mbinguni. Wanajua tayari mchungaji anataka kuhubiri sasa siku za mwisho, Yesu anakuja. Listen, sikwambia habari ya Yesu anakuja, na kuambia habari ya Yesu aliyeko hapa. Unanielewa? Na kueleza habari ya Yesu aliyeko wapi? Aliyeko hapa. Na kueleza habari za Yesu aliyeko hapa. Tunaposema ufalme wa Mungu umekaribia, hatuna maana ya kwamba tunakwenda mbinguni. Hatwendi mbinguni, bali ufalme wa Mungu uko hapa. Sema uko hapa. Uko hapa. Okay, sasa nikijiandaa kusoma ile andiko, Roho Mtakatifu akaniambia nenda kwanza kwenye Mathayo sura ya 6. Nikuoneshe kitu katika ile sala ya Bwana. Ile sala ya Bwana. Mathayo sura ya 6, sala ya Bwana inaanzia ule mstari wa 9. Basi nanyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko wapi? Hapa duniani kama huko wapi? Mapenzi yako yatimizwe wapi? Kama yalivyo wapi? Unaelewa sasa? Amesema mapenzi yako yatimizwe duniani kama yalivyo mbinguni. Maana yake duniani panakuwa na maisha ambayo ni kopi ya wapi? Kopi ya wapi? Okay, nataka ufuatilie huo mstari kidogo. Ni kitu Roho Mtakatifu ametaka nikuonesha hapa kwa makini kidogo. Amesema ile mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Anaposema kama huko mbinguni, maana yake mbinguni kunaendelea jambo ambalo jambo hilo au kama hilo linatakiwa liwe likiendelea wapi? Linatakiwa liwe likiendelea wapi? Duniani. Unanielewa sasa? Ndio maana nimekuambia sasa sisi ni wana wa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo chochote kinachotokea katika ufalme wa Mungu mbinguni kinapaswa kuwa kinatokea muda huo wapi? Hapa wapi? Yes, kwa mapenzi ya Mungu kama yalivyotimia mbinguni ndivyo yanapaswa kuwa yametimia wapi? Duniani. Haleluya. Tunaelewana sasa? Kwa hiyo tunapokuambia habari za ufalme wa mbinguni, sikuzungumzia habari za wewe kwenda mbinguni, bali ninazungumza habari za wewe kupofanya duniani kama wapi? Mnanielewa vizuri? Yaani maana yake Mungu ametuweka hapa ili mbingu iwepo wapi? Iwepo hapa. Amen. Sema mimi ni wakala wa mbingu duniani. Sema tena, mimi ni wakala wa mbingu duniani. Rudia, mimi ni wakala wa mbingu duniani. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo yale maisha yaliyo katika mbingu ndiyo unayopaswa kuyaleta katika nini? Katika nchi hapa duniani. Haleluya. Na Yesu akahubiri katika Marko, anasema wakati umetimia, kwa maana ya kwamba sio mambo yajayo, tayari ni mambo ya sasa. Umefanya nini? Umetimia. Wakati umetimia. Na akasema ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Niliwaambia Alhamisi, lile neno umekaribia ni la wakati gani? Ukisema ufalme umekaribia ni wakati gani? Ni wakati wa sasa. Lakini usipofikiria vizuri unaweza kufikiria ni wakati ujao, lakini huu si wakati ujao. Ukisema umekaribia, maana yake umekaribia sasa. Na nikamwambia tutaiuliza Biblia ya Kiingereza inasema nini? Nikasoma ule mstari katika Biblia ya Kiingereza. Biblia ya Kiingereza inasema the kingdom of God is at hand. Ufalme wa Mungu uko katika kiganja cha mikono yako.
Na Yesu akasema wakati umetimia. Maana yake ni kwamba yeye alikuja akihubiri habari za ufalme, kwamba sasa ni saa ya watu kuingia katika ufalme wa nini? Wa mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo ulipoamini uliingia katika ufalme wa nini? Wa mbinguni. Kwa hiyo tayari umo ndani ya nini? Umo ndani ya ufalme wa mbinguni. Hapa duniani. Unaelewa sasa? Na kwa sababu umo ndani ya ufalme wa mbinguni hapa duniani, sasa ni saa ya kuishi kwa kanuni za ufalme. Na katika ile Marko sura ya 1 mstari wa 14 kuna mambo makubwa mawili Yesu ameyasema pale. Amesema tubuni, ndio jambo la kwanza. Tubuni. Aliposema tubuni, jambo la pili akasema na kuiamini Injili. Tubuni na kuiamini nini? Injili. Hayo mambo mawili. Nikakwambia kwamba akisema tubuni maana yake nini? Kutubu sio kuungama. Watu waga wanachanganya haya mambo. Wanachanganya, akisikia ameambiwa tubu anafikiria ameambiwa aungame. No, kutubu sio maungamo. Maungamo ni jambo jingine na kutubu ni jambo jingine. Tunaelewana sasa? Okay, nisikilize kwa makini. Aliposema tubuni, maana yake alitaka watu wafanye nini? Repent. Maana yake turn from your way. Maana yake geuka. Unageukaje? Unageuka katika mtazamo wa kinini? Wa imani. Ndio maana amesema tubuni na kuiamini. Okay, I want you guys to get something. Kuna kitu nataka mwelewe hapa. Ufalme wa mbinguni unaendeshwa kwa kanuni nyingi, lakini zipo kuu ambazo ni 3. Na mmoja wapo Yesu ameitaja katika eneo hili. Aliposema tutubu, aliposema tubuni, baadaye akasema na kuiamini. Kwa hiyo unatubu kisha unafanya nini? Unaamini. Lile neno kuiamini kwenye Biblia ya Kiingereza ametumia neno believing, not having faith. Believing. Believing and believe. Repent and believe. Sasa kutubu ni ile hali ya kugeuka katika mtazamo wa kufahamu na imani. Naomba unisikilize vizuri. Kuna mama amekuja akashuhudia hapa, akasema sehemu ya kwanza aliyotoka ni katika Uislamu. Sasa nini kilitokea? Huyu alitubu, kwa maana ya kwamba aligeuka katika mtazamo wa kiimani. Tunaelewana vizuri? Kutoka kwenye kuamini jambo moja na kuingia kwenye kuamini jambo jingine. Sawa? Okay. Baada ya kutubu akahitaji kuamini. Kuamini maana yake nini? Ni kuishi maisha ya ile imani aliyoigeukia. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kutubu unaanza kuishi maisha ya ile imani uliyofanya nini? Uliyoigeukia. Sasa shida kubwa wa Kristo wengi kinachotugharimu ni kwamba Ukristo imekuwa ni maisha ya mazoea ambayo mtu ni yule yule, mambo ni yale yale, maisha ni yale yale, ila kilichobadilika ni jina tu la kiimani. Kwa mfano, ametoka kuwa Muislamu amekuwa Mkristo, na ametoka kuwa Mkristo labda wa aina ya Kikatoliki amekuwa Mprotestanti, Mpentekosto. Unanielewa? Sasa unajikuta, kwa sababu wengi tumeuweka Ukristo katika mifumo
ya maisha ya kawaida, hatuoni matokeo ya vile tulivyochagua kuwa. Halo? Kama kuna mtu yuko ananifuatilia, sikiliza. Ukristo sio maisha ya kawaida ya kula na kunywa. No. Ukristo ni maisha ya mabadiliko. Mabadiliko gani, mchungaji? Mabadiliko ya kila aina. Ukisha kuwa Mkristo, mtu uliyeamini, panatakiwa kuwa na mabadiliko kwenye maisha yako kwenye kila eneo. Tunaelewana sawa? Yaani kuanzia matendo yako, kazi yako, biashara yako, maisha yako ya nyumbani, everywhere, kila mahali panatakiwa paathiriwe na Ukristo wako. These people are not getting it. Hello? Kama umemwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nitakuwa na swali moja: kwa nini umemwamini? Sawa. Kuna tofauti gani iliyokufanya hata ukamwamini? Ni nini kilichokufanya umwamini Yesu? Hello? Hicho kilichokufanya ukaamini ni kitu endelevu, na uendelevu wake ni kwamba huwa hakibaki vile kilivyokuwa. Huwa kinatakiwa kukua kutoka imani hata nini, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa nini? Tumeelewana sasa? Yaani kama mwaka jana ulikuwa Mkristo ambaye uliamini kwamba Yesu ni Bwana, halafu kutoka mwaka jana mpaka mwaka huu maisha yako bado ni yale yale, mahangaiko bado ni yale yale, ugumu wa maisha bado ni ule ule, matatizo bado ni yale yale, sikiliza, pana shida kwenye jinsi ulivyoamini. Unanielewa vizuri? Pana shida kwenye jinsi ulivyofanya nini? Pana shida kwenye jinsi ulivyoamini. Inatakiwa pawepo na mabadiliko kutokea saa ulipoamini kuendelea mbele. Maisha yako yanapaswa kuwa maisha ya ushuhuda tokea siku ya kwanza ulipoamini hadi kuendelea mbele Yesu atakapokuja. Maana ni lazima uhame kutoka utukufu hata nini? Hata utukufu. Kutoka imani hata nini? Hata imani. Sasa shida ni kwamba tumeyadogosha maisha ya Ukristo. Tumefika mahali Ukristo tukauingiza katika mfumo wetu wa maisha ya utamaduni ya kawaida ya kila siku. Ndio maana tunaamka kama Wakristo, siku inaisha kama Wakristo tu kawaida, siku inaingia kama Wakristo tu wa kawaida, siku imeenda nyingine imefuata. No changes. Hapana mabadiliko yoyote, hapana matokeo yoyote. No. That is not Christianity. Huo sio Kristo. Bwana Yesu asaidie sana. Huo sio nini? Ukristo. Huo sio Kristo. Lazima pawepo na mabadiliko. Lazima pawepo na mabadiliko. Kutakuwepo na mabadiliko. Okay. Oh my Lord, my God. Patakuwepo na mabadiliko kwenye maisha yako ya kila siku. Lazima Kristo aliyempokea kwa imani aathiri. Yaani ulikuwa uwezi kula mara 3 kwa siku, ulikuwa unakula mara 1 kwa siku. Ifike hatua uanze kula mara ngapi? Mara 2. Utoke kula mara 2 uanze kula mara ngapi? Mara 3. Utoke kwenye kuvaa nguo moja uanze kuvaa nguo ngapi? Nguo 2. Listen, hii vitu sikwambii kwa kukutia moyo, na kuambia uhalisia wa nini? Wa ufalme. Huu ndio uhalisia wa nini? Wa ufalme. Kwa nini? Kwa sababu katika ufalme huu jambo kubwa tunalotembea nalo la kwanza ni imani. Sema imani. Ndio maana baada ya kutubu anasema kuna kuiamini Injili. Tubuni mkaiamini nini? Injili. Okay. Sasa nisikilize. Aliposema tubuni mkaiamini Injili,
Niliwasomea katika Marko ile sura ya 16 mstari wa 16. Katika ile Marko sura ya 16 mstari wa 16 ni Yesu baada ya kumaliza kazi iliyomleta akiwa na wale mitume, akawaagiza na wao kwenda kufanya kazi ile aliyokuwa akifanya nini? Akifanya yeye. Tunaelewana vizuri? Amen. Akawaagiza. Marko 16:16. Pastor Mwale Maisha Afrika. Aaminiye na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Yes. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Umeanzia 16 eh? Ndio. Anzia 15. 15 nasema, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote. Enendeni ulimwenguni mote. Mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Mkaihubiri nini? Injili kwa kila mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Amen. Ni kuhubiri injili. Yes. Marko 1:14 alisema tubuni na kuiamini injili. Tubuni na kuiamini injili. Marko 16:15 anasema enendeni ulimwenguni kote mkaihubiri injili kwa kila nini? Kiumbe. Kwa kila kiumbe. Alafu ndo anasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu atatoa pepo. Kwa jina langu atatoa pepo. Watasema kwa lugha mpya. Watasema kwa lugha mpya. Watashika nyoka. Watashika nyoka. Hata wakinywa kitu cha kufisha. Yes. Hakitawadhuru kabisa. Hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa. Ndio. Nao watapata afya. Umesikia hayo? Amen. Anasema waende wakaihubiri injili kwa kila kiumbe. Yes. Halafu akasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. What does that mean? Hiyo maana yake nini? Maana yake ni kwamba katika ufalme huu ambao mmeamini ndani yake, haya ndiyo maisha. Kwa nini? Kwa sababu Bwana anajua ya kwamba kabla haujaamini katika Yesu Kristo, kabla haujaingia katika ufalme wa Mungu, uliishi katika mfumo wa ulimwengu, mfumo uliotawaliwa na Ibilisi. Na Ibilisi huwa hana jema kwa watu. Halo? Yeye ni baba wa uongo tu, na kazi yake ni kutesa. Kazi yake ni kuua. Kazi yake ni kunyanyasa. Na ndio maana sasa tunapoamini, tunapoingia katika ufalme huu, jambo la kwanza ni kuanza kujitofautisha, kuonesha dalili ya kwamba hawa sasa ni wana wa ufalme, wamekuwa tofauti na vile walivyokuwa huko. Halo? Shetani hataki yeyote awe tajiri kati yenu. Shetani hataki yeyote awe na afya njema. Asikiliza, sio kwa wana wa ufalme wa Mungu, hata wa kwake. Unanielewa eh? Yeyote aliye kwa Ibilisi hana raha, hana amani. Wote waliotajirishwa na Ibilisi hawana amani. Sio kama unanielewa? Fuata matajiri wote unaowajua, tafuta chanzo chao cha utajiri. Kama chanzo chao cha utajiri ni Ibilisi, nakwambia hawana amani. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo wanalazimika kufanya kila wakati, hata kama hawataki. Sio, unanielewa? Okay, hebu fikiria, mtu ana pesa za kutosha. Unanielewa sasa? Lakini kabla ya kuwa na pesa hizo za kutosha, misingi ya pesa yake ilikuwa ni kuchukua nafsi za watoto wake. Unanielewa sasa? Okay, sasa nianze kuua watoto wangu ili nipate pesa. Sasa hizo pesa nazipata kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya nani? Zitanipa raha gani? Ninakuaje na pesa ambayo ni watoto wangu ndio wanageuka kwa pesa? Hiyo ni pesa. Ninakuaje na pesa ambayo ni mama yangu ndio anageuka kuwa pesa? Hiyo ni pesa. Ninakuaje na pesa ambayo ni baba yangu ndio anageuka kuwa pesa? Hiyo ni pesa. Unanielewa sasa? Sasa nyie mkiwatazama, kwa sababu wana pesa, wana magari, wana majengo makubwa ambayo mnatamani, mnahisi wana kila nini? Mnahisi wana kila kitu na wana raha sana. Nendeni mkaolewe. Hello? Shetani hawezi kukupa jambo jema, maana asili yake si wema. Hana asili ya wema hata sekunde moja ya wema hana.
na hakuna jinsi anaweza akakupa kitu chema. Maandiko yanasema kila jambo jema linatoka kwa nani? Linatoka kwa Baba wa mianga. Haleluya! Peke yake. Ibilisi hawezi kukupa hayo. Halo, machoni pa watu utaonekana umefanikiwa, lakini ndani ya nafsi yako wewe ni mtumwa namba moja, maana umeua ili kuwa hivyo unavyoonekana. Sijui kama unanielewa. Mtu mmoja ni rafiki yangu, alikuwa na pesa za kutosha. Siku moja tunasafiri, akanambia, Manyema, mimi nimechoka. Nikamwambia, umechoka nini? Mbona tumekaa tu hapa na tuko comfortable, safari inaendelea vizuri. Akasema, no, nafsi yangu imechoka. Nikamwambia, imechoka nini? Akanambia, unajua niko nawaza usiku ukiingia itakuwaje. Nikamwambia, kwa nini? Akanambia, bana, nimechoka kwa sababu mimi kila usiku ukiingia ninatakiwa nikalale kwenye pipa la maji. Unatakiwa? Ambia, yani kila siku usiku mimi natakiwa kulala kwenye pipa la maji ya baridi. Sasa hii safari nilishagundua lazima usiku uishe tuko ndani ya chombo hiki cha usafiri. Sasa niko najiuliza hii swala litakuwaje. Nikasema, kwa nini sasa unalala kwenye pipa la maji? Wewe umekuwa samaki? Akanambia, hapana bwana, unajua ili mambo yangu yaende, ili biashara zangu ziende, kuna mzee mmoja yeye anaamka anaenda kwenye pipa la nini? Pipa la maji. Analala huko. Hiyo ni moja tu ya masharti. Lakini asubuhi ikifika mtamwona amevaa vizuri, anaingia kazini, anapita kwenye investment zake, wekezaji wake, maduka yake, anakagua na nini. Watu wote wamesema amefanikiwa bwana, fulani amefanikiwa kabisa. Mungu amemfanikisha. Mungu wa nani huyo? Akikusikia anasema Mungu amemfanikisha, anakuangalia anasema, pumbavu, ingejua hili. Maana Yesu atusaidie. Nikamwambia, nikamwambia sasa itakuwaje? Akaniambia, ni hapa hivi niko ninawaza, kwa sababu hapa karibia ninaanza kupigiwa kengele. Kumbe kuna kengele ambayo huaga inapigwa, hakuna mtu yeyote anaweza ataisikia yeye. Inamwambia ni muda wa kuingia kwenye pipa la nini? La maji. Na hautakiwi kupitisha usiku hata mmoja. Sasa tuko ndani ya usafiri. Nikamwambia, sasa tunakusaidiaje? Hapa pipa la maji tunaliweka wapi hapa? Na huyu atakayetupa pipa la maji humu ni nani? Nikamwambia, labda ugeuke kuwa choo, hao abiria wote wakakukojolea. Sitokomeroana. Akasema hata ikiwa mkojo basi wewe umejaa kiasi ambacho unaweza ukanifunika nikakaa humo ndani. Nikasema sasa leo ndio leo. Nikamwambia, nikafikiria hapo unahitaji kuroana tu. Tungesema adhabu yako wewe ni kukojolewa na kila mtu hapa, ningesema. Akasema, hapana Manyema, natakiwa nilale kwenye pipa la maji. Nikamwambia, sasa kwa nini umesafiri na ulikuwa unalijua? Akasema, ndio maana nina miaka mingi sisafiri ndugu yangu. Akasema, nikaanza kukumbuka. Kila safari ikitokea mwenzetu alikuwa anafanya nini? Anapinda tu. Mara atakuwa tayari kutoa kiasi chochote cha pesa mtu asafiri kwa niaba yake. Sasa Mungu naye bwana huwa na wakati wake. Pamoja na hela zake, kila aliyepewa kibunda akasema, niko busy, nina mambo yangu, yani safari hii ni zamu yako, wewe nenda. Alafu anatakiwa asafiri na mimi. Nikamwambia, brother, hakuna wakumpa mzigo, tunafanya nini? Tunaenda. Sasa ni saa 2:00, najua bado masaa 2 aanze kusikia kengele. Na ni kweli nilipofika saa 4 namuona yule ndugu pale alipo apakaliki, niko kama vile anaungua. Niambia, brother, nini? Nasema, nikwambia kengele imeanza. Nikamwambia, sasa mbona kengele hiyo mimi sisikii? Wewe anasema mimi vile ninavyopigwa ndivyo ambavyo mwili wangu unapata nini? Mateso, maumivu. Hapa nilipo ni kama niko ninaungua, ni kama niko nachoma na sindano kila kona. Nikamwambia, unasema sana yani tunapona yangu hapa ni kuingia kwenye pipa la maji. Nikasema, hili bala. Sasa bora hata tungekuwa kwamba tumefika kwenye miji ambayo tunaweza tukashuka tukaliacha basi liende, tushuke tutachukua lingine asubuhi. Tuko porini. Nikamwambia, sasa ndugu yangu, komaa na hiyo misumari na huo moto, maana bado kama masaa 4 kufika kwenye mji mwingine. Tutashuka hapo, alafu tutaenda kwa hoteli, niwaambie tupeni tanki ile mnawekeaga maji, huyu ndugu alale huko. Nikamwambia, hapa hamna siri tena. Akanambia,
hayo masaa sidhani kama nitayafikisha, naweza nikafa. Nikamwambia sasa jiandae. Nilipoona naendelea kuteseka nikasema nikamwambia sasa ndugu, nakuhamisha ufalme. Nikamwambia nakuhamisha ufalme, nakuhamisha ufalme. Nikamwambia mateso yako haya nimeshindwa kuvumiliana na wewe, inabidi nikuhamishe ufalme. Akaniambia Manyema, unaweza mimi, hiyo ni kazi ya sekunde moja tu. Kuna mtu anaitwa Yesu, ulishawahi kusikia habari zake? Akasema Yesu namjua. Nikamwambia unamjuaje? Unamjuaje Yesu? Au unalijua tu jina Yesu? Unamjuaje Yesu? Nikamwambia huyu anaitwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Nikamwambia unaona, mimi sihitaji kulala kwenye pipa la maji, wala sihitaji kushinda chooni, wala sihitaji kafara yote kwenye maisha yangu. Kwa nini? Kwa sababu niko ndani ya Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekwisha kuokolewa juu ya haya yote. Sikia nikwambie. Yaani kuna watu mnaweza mkawaona huko duniani kwamba wana raha, wamefanikiwa. Sikiliza, nyie hamuoni wanachokiona. Hawajaokolewa, hao bado ni watumwa wa Ibilisi. Pesa si kila kitu. Sema pesa si kila kitu. Wala pesa sio amani, wala pesa sio furaha, wala pesa sio haki. Sikiliza, iko pesa moja tu ambayo inaweza kukupa kila kitu, inaitwa Yesu Kristo. Sema Yesu Kristo. Sema Yesu Kristo. Na huyo ndiye aliyesema fedha na dhahabu ni mali ya nani? Ni mali yake. Haleluya. Yes. Nikamwambia ndugu, usalama wako ni wewe kuhama ufalme. Bado uko kwenye ufalme wa shida. Akanambia sasa sijui. Sasa nilipomwambia unahama ufalme, akanambia wamekuja. Nikaona kabisa, mbona unarudi nyuma, unarudisha? Nikamwambia hii siti ya gari haiwezi kurudi nyuma brother. Haiwezi kurudi nyuma. Ni nini? Nikaona kama anaanza kupata kifafa, akanambia wamekuja. Nikamgeukia, akina nani? Akanambia wale ambao niliingia mikataba nao. Na saa hiyo ananiambia kwa nini sijaingia kwa pipa la maji? Au ninataka waende wakachukue mke wangu na watoto wangu sasa. Kwa sababu nisipofanya hivyo inabidi aanze kufa mke wangu na mtoto wangu wa kwanza, alafu mwaka unaofuata atakufa mwingine na mwingine. Nikasema really Kwa hiyo unawaona hapa sasa nikamwambia mimi sitaje hata kuwaona. Mimi nitashughulika na wewe. Ghafla nikaona hawezi kuongea tena. Maana yake neno lendo wakamfunga nini? Wakafunga kinywa. Sasa nilishajua hapa tayari tuko kwenye ufalme mwingine. Ikabidi niligeuze basi kuwa kanisa. Na ni usiku. Si unanielewa? Unadhani nilikuwa na wakati gani? Ni usiku. Watu wamechoka na safari, hawahitaji karaa, wanasinzia hovyo. Mimi nageuza basi kuwa nini? Kuwa kanisa. Nikaanza kulitia jina la Bwana. Nikamwambia Yesu, huyu sijui kama ana hiari au hana, lakini lazima aokoke kwa nguvu leo. Mama mmoja aliyekuwa siti ya mbele akaniambia, kaka vipi? Kulikoni? Nikamwambia kuna mtu hapa lazima aokoke kwa nguvu, hakuna jinsi. Vinginevyo huyu nitamfikisha kishakuwa maiti. Huyu lazima aokoke kwa nguvu. Nikaanza kulitia jina la Bwana. Kasema Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwanza kabisa ninakata connection ya mtu huyu na madhabahu aliyoingia maagano nayo. Kuanzia sasa mwili wake na nafsi yake ninaiondoa kwenye madhabahu hile na ninairejesha hapa kwa jina la Yesu. Niliposema namna hiyo akaruka hapo, akarudi kwenye siti tena, akafungua macho. Nikamwambia mambo vipi? Akanambia safi. Akanambia umewezaje? Nikamwambia nimewezaje nini? Akanambia maana umeninyang'anya, umenipokonya kutoka kwenye mikono ya wale wazee ukanirudisha hapa. Nikamwambia hawana nguvu wale, yani hapa kuna kigogo amekaa hapa. Nikamwambia kuna kigogo amekaa hapa. Akasema naona hata kunifuata waweze. Nikamwambia sasa ni saa yako. Nilikueleza Yesu unamjua? Akanambia Yesu unamjua. Uko tayari kumwamini? Akasema kama ndiye aliyekufanya ufanye ile kazi uliyofanya pale, niko tayari. Nikamwambia sio ndiye aliyenifanya, ni yeye kafanya kwa sura ya mimi, maana anakaa ndani yangu. Nikamwambia ni yeye kafanya. Nikamwambia ndio maana ule mkono hauwezi kuzuiliwa na pepo yoyote. Ule mkono wake. Kwani Yesu amesemaje? Amesema ya kwamba amesema kilichoko katika nini? Kiganja chake. Kilichoko katika nini? Kiganja chake. Hakuna wewe kufanya nini? Hakuna wewe kufanya nini? Nikamwambia na uwezo yeye wa kuchukua mahali popote. Lakini hakuna anayeweza kuchukua kutoka katika mkono wake.
Nikamwambia ana uwezo wa kukutoa popote yeye, ila hakuna anayeweza kukuondoa kwenye kiganja cha mikono yake. Nikamwambia huyo ndiye anayekuhudumia saa hii. Saa hii hauhudumiwi na manyema. Saa hii unahudumiwa na Yesu aliyeko ndani ya nani? Ndani ya manyema. Haleluya. Haleluya. Ndio maana nilimpenda sana yule mama aliposema Mungu wa manyema. Yes. Kwa sababu inawezekana Mungu wako dimension hizi hana, lakini yuko Mungu ndani yangu ambaye ana uwezo wa kupokonya popote, na chochote alichokishika hakuna anayeweza kukiondoa mikononi mwake. Haleluya, haleluya. Hello. Nikamwambia sasa huko eneo salama sana. Na huyu unayezungumza naye hapa ndio Yesu huyo anayemwita Mnazareti. Yuko hapa. Nikamwambia muamini sasa. Akasema niko tayari. Nikamwambia tena wewe kwa sababu uliyofanya inabidi upige magoti gari ikiwa linatembea. Akasema nikamwambia kule kwenye madhabahu zile sema yeye kwa tunapiga magoti hata masaa 4. Niambia nenda hapo. Kaa hapo katikati ya njia. Haraka. Fanya haraka. Akanyanyuka na tetemeka kana mweleka wa kwanza, basi tunatembea. Sasa na mimi nikasema twende. Piga magoti hapo. Akapiga magoti pale. Sasa basi limetaharuki, watu wametulia. Nampenda Yesu, akiwa anafanya kazi zake huwa anafunga vinywa vyote waga na vinyamazisha. Watu wanabaki tu wanashangaa nini kinaendelea hapa. Nikamwambia sema Bwana Yesu atatamka kwa nguvu kuliko hata nilivyotarajia mimi. Haleluya. Akaliitia jina la Bwana. Akaona wale watu waliokuwa wamekuja mle wameondoka. Tazama, hakuna yeyote aliyekuwa na uwezo wa kuona. Sisi tunaona tuko ndani ya basi, lakini kumbe tuko mahali ambapo wanaweza wakaongezeka watu wengine na wakakaa huko. Can you guys understand that? Ndio maana utakiwa kuishi maisha haya ya ufalme huu unaoonekana. Hello? Ishi maisha ya ufalme wa mbinguni ambao huo unatembea na kuishi. Kwa nini? Kwa imani. Maana imeandikwa mwenye haki ataishi kwa nini? Hello? Okay. Ngoja nikwambie. Yaani kwa imani unaweza ukaifanya Kongo ikae mbele yako. Kwa imani unaweza ukaifanya Sudani ikae mbele yako. Kwa imani unaweza ukaifanya Somalia uione hapa. Kwa imani USA inaweza ikaja kwenye kiganja cha nini? Cha mikono yako. Sijui kama unanielewa sasa. Hello? Ndio maana Yesu akasema ufalme wa Mungu umekaribia. The kingdom of God is at hand. Anakuambia mahali ulipo ufalme wa Mungu ni kwenye kiganja cha mikono yako. Yaani uko karibu na wewe sana. Yaani uko hapa. Ni swala wewe kupiga hatua na kuingia. Haleluya. Kwa hiyo katika imani, yaani hii dunia inaweza ikawa kitu kadogo sana. Hello? Nikisema tazama michawi. Yaani tuko ndani ya basi kila mtu ana siti yake, lakini wanaweza wakaongezeka viumbe wengine wakaingia humo na kulifanya basi kuwa uwanja wao la kufanya maagano na ibada zao. Alafu unaona kabasi ni kadogo, kumbe kuna watu wanaweza wakalifanya basi leo kubwa kama uwanja wa mpira. Si kama unanielewa sasa? Hello? Na Yesu akasema hakuna jambo lisilowezekana kwake yeye. Kwake yeye. Sikia nikwambie kanuni hii, watu wa giza wanaijua vizuri kuliko watu wa Kristo. Ndio maana wanaweza wakaingia kwenye nyumba zenu wakati mmefunga milango, kwa sababu wanajua hakuna jambo lisilofanya nini? Na Yesu anataka uamini hivi ya kwamba katika yeye hakuna jambo hakuna ukuta usioweza kupitika. Maana yeye amepita katika kuta. Kwani haujui hivyo? Sasa watokea wanafunzi wake kwenye kile chumba cha juu wakati wamefunga milango, si ndio? Akawaambia amani iwe kwenu. Wakashtuka kwambia msiogope. Hayo sio maisha ya wachawi bwana, hayo ni maisha ya wana wa nini? Ya wana wa Mungu. Katika ufalme tuna mandate hiyo. Wewe funga milango unavyojua. Siku kanikuta nimeingia ndani kwako sema mchungaji anawanga. Hapana. Haleluya. Usije ukashtuka mchungaji amekuwa mchawi. Wewe nani alikwambia mchawi? Ile ya mchawi ni copy, original iko kwa Yesu. Haleluya. Maana Yesu amefanya hivyo.
Yes, Yesu amefanya hivyo. Ameingia milango mingi ikiwa imefungwa mara nyingi sana. Ametokea maeneo mengi. Amewatokea wanafunzi waliokuwa wanakwenda Emau. Amewatokea mitume wakiwa wako ndani. Sio, unanielewa? Ametokea wanafunzi wakiwa wako na vua ziwani. Hello? Sikiliza. Nimekwambia moja wapo ya kanuni za msingi sana katika ufalme ni imani. Ndio maana anasema tubuni na kuiamini nini? Injili. Hello? Tubuni na kuiamini Injili. Sasa ngoja nikwambie, imani asili yake, tabia yake. Lile neno na kuiamini Injili kwa Kiingereza amesema believe. Nilishawaambia believe ni imani iliyo katika vitendo. Kwa sababu imani kama jina ni faith. Sawa? Faith. Sema faith. Yes. Kwa Kiingereza ukisema faith ina maana ya imani, kwa maana ni jina. Now kitenzi cha hilo jina ni believe. Na maandiko yamesema imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa nafsini mwake. Unaelewa? Ndio maana mahali popote unapokuta pameandikwa believe, maana yake iishi imani uliyo nayo. Kwa nini? Kwa nini? Kwa vitendo. Sasa ishi imani uliyo nayo kwa vitendo. Believe. Amesema repent and believe. Maana yake baada ya kugeuka, anza kuiishi imani uliyoingia kwayo kwa vitendo. Si kama mnanielewa? Amen. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja hapo. Ninataka kuanzia leo kila mmoja wenu asiwe Mkristo kama vile magugu. Uwe Mkristo ambaye uko active. Kwa nini? Kwa vitendo. Akasema mkiwa na imani ndogo kiasi cha punje ya nini, inatosha kuambia mlima ng'oka, ukafanya nini? Unanielewa sasa? Okay, na hapo ulipo imani uliyo nayo ni kubwa sana. Sema imani yangu ni kubwa sana. Inanitosha sana. Inanitosha sana. Okay, sasa shida ni kwamba una imani kubwa lakini haiko katika nini? Haiko katika nini? Haiko katika nini kanisa? Haiko katika nini? Yes. Na kwa sababu haiko katika vitendo, imebaki kuwa faith and not belief. Faith. Ndio ile tukikukuta njiani na kuuliza wewe dini gani? Unasema mimi Mkristo. Hapo ulichokitamka ni faith and not belief. Kwa sababu kama tukikukuta njiani ungejibu kama Yesu ambavyo alimjibu Yohana. Yohana wakati yuko gerezani aliwatuma wanafunzi wake. Akawaambia, hebu nendeni mkamuulize huyo Yesu ninayemsikia huko, ya kwamba je, wewe ndiye yule Masihi ajaye? Wewe ndiye yule ambaye umeleta ufalme? Wanafunzi wakamwendea Yesu wakamuuliza, Bwana, Yohana ametutuma tukuulize ya kwamba je, wewe ndiye yule Masihi ajaye uliyeleta ufalme? Akamwambia, nendeni mkamwambie Yohana, wafu wanafufuliwa, vipofu wanaona, viwete wanafanya nini? Sio, unanielewa sasa? Haleluya, haleluya. Yesu hakujibu imani. Yesu alijibu imani katika nini? Yesu alijibu imani katika nini? Halo. Kwa hiyo maisha yako haipaswi mtu aje akuulize hivi wewe ni dini gani. Ukaona muulizwa hivi wewe ni dini gani, ujue kuna kitu hakionekani kwenye maisha yako. Unanielewa? Ujue kuna mahali imani yako umeifanya kuwa dormant. Haishi, imekufa nafsini mwako. Unayo lakini imekufa wapi? Nafsini mwako. Si kama unanielewa sasa? Yaani natakiwa kuna jinsi watu wakikutazama waone mambo mawili matatu yatakayowaambia huyu ni Mkristo. Halo. Hivi mnajua sababu ya Wakristo kuitwa Wakristo? Jina Wakristo lilitumika kwa mara ya kwanza kule Antiokia. Kwa mara ya kwanza lilitumika wapi? Antiokia. Kwa nini watu wa Antiokia walifika mahali wakawaita watu walioamini Wakristo? Ni kwa sababu walimuona Kristo ndani ya wale watu. Yaani walitazama maisha ya Kristo yalivyokuwa, mambo aliyoyafanya, jinsi alivyotembea na kuenenda, wakagundua na ndani ya wale waliomwamini kuna kitu kama yeye.
kuna kitu kama na hivyo wakasema sasa, kumbe yule Yesu hakuwa mmoja, walikuwa wengi. Haleluya, walikuwa na hiyo ndio sababu watu wakaitwa Wakristo. Maana yake wako wengi, yani walimuona Kristo mmoja, ila baadaye wakagundua ya kwamba yuko katika wengi, na kwa sababu hiyo yule mmoja aliyeondoka ameacha wengine wengi. Ndivyo unapaswa kuwa na wewe. Ndivyo wewe unapaswa kuwa. Inatakiwa watu wafike mahali waseme yes, this is a Christian. Huyu ni Kristo. Maana wanamwona Kristo akiishi, akitembea katika nani? Katika wewe. Iweke imani yako katika vitendo. Okay. Ukisoma Wakorintho wa kwanza ile sura ya 13. Niliwaambia katika ufalme wa Mungu kuna kanuni, principles. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kuna kanuni kubwa 3 za Ukristo. Soma 13 pastor. 13 Wakorintho wa kwanza. Basi sasa inadumu imani, okay, tumaini, upendo. Hayo matatu, na katika halo lililo kuu ni upendo. Rudia tena. Basi sasa inadumu imani. Imani namba 1. Sasa. Amen. Linalofuata tumaini, hope. Linalofuata upendo, love. Unasikia mambo matatu? Amen. Hayo ndio basic principles za Ukristo au za ufalme wa Mungu. Imani. Kwa nini imani? Kwa sababu ndio chanzo. Ndio nini? Ndio chanzo. Unaitwa Mkristo kwa sababu uliamini kwanza. Baada ya kuwa na imani, then linafuata tumaini, hope. Baada ya kuwa na tumaini, then you start walking in love, upendo. Alafu nitakufunulia mambo haya baadaye katika ibada zitakazokuwa zikiendelea. Ilifika mahali nikagundua ya kwamba ndio sababu kwa nini hakuna mtu asiyekuwa na imani. Unajua hakuna mtu asiyekuwa na imani? Amen. Ngoja. Asikudanganye mtu kwamba yeye hana imani, sio kweli. Kumbe imani na mafungu haya. Kuna imani ya kibinadamu na kuna imani ya kiungu. Unaelewana sasa? Kwa maana the human faith and divine faith. Imani ya kibinadamu na imani ya kiungu. Hivyo katika tumaini, kuna tumaini la kibinadamu na kuna tumaini la kiungu. Hello? Hivyo katika upendo, kuna upendo wa kibinadamu na kuna upendo wa kinini? Wa kiungu. Wangapi ambao mnawajua majambazi? Wale majambazi ambao wanapora kwa silaha na wakifika wanaua watu na kupora. Sasa majambazi sasa, sio mnasikia habari zao? Unaamini majambazi hawana familia? Unaamini majambazi hawana watoto? Unaamini majambazi hawaemei? Hawanunuliwa kizao nguo? Hawasomeshi watoto wao? Hawawazi watoto wao kuja kuwa wakubwa? Jambazi linawaza mtoto wake aje kuwa waziri wa nchi. Jambazi. Unanielewa? Inawezekanaje mtu mmoja ni jambazi, yani anaenda kuua watu, anapata mali, alafu zile mali anakwenda kulisha familia yake na kusomesha watoto wake ili waje kuwa watu wakubwa? Inawezekana? Inawezekana sio? Inawezekana? Ngoja, Roho Mtakatifu kuna kitu ananiambia hapa. Kuna kitu ananiambia. Mbona hivi tuachane na majambazi? Mbona wewe ulishagawahi kuiba? Ulishawahi kuiba? Na ulipoiba
kile ulichokiiba kilikusaidia kuweza kwenda kufanya mambo mawili matatu yaliyosaidia wewe na jamaa zako, sio? Mungu ameniambia majambazi, unaenda mbali, waambie hawa kuna wadokozi humu mpaka leo. Na wanawake ni wezi wazuri sana. Unajua kwa nini wanawake ni wezi wazuri sana? Kwa sababu hakuna mtu anaweza kaamini kama mwanamke anaweza kawa mwizi. Saa zote tukisema mwizi wote mnapata picha za wanaume, sio? Na hapo ndipo wanawake waga wananyoosha watu. Yaani tukisema mwizi tu wote mnaanza kufikiria picha kama kuna ni wanaume ndio wanakuaga nini? Wezi. Lakini ngoja nikwambia hakuna wezi wazuri kama kwa sababu waga wanajua jamii haiwezi kuwafikiria. Unagundua waga ni aibu kusema mwanamke fulani mwizi Unajua hivyo Hata wakiwa wanasimama wao kwa wao wananong'onezana, fulani anaibaga, fulani mwizi fulani. Lakini kama wanamzungumzia mwanaume, wanaongea tu hadharani, yule fulani ni mwizi, yule jambazi kabisa. Lakini kama wanazungumza habari ya mwanamke mwingine, watafanya nini? Watanong'ona. Unafikiri nini waga tunawafanya mnong'ona? Kwa sababu ni aibu mwanamke kwa nini? Kwa mwizi. Haleluya. Okay. Lakini ni mara ngapi umeiba kitu kwa mtu, halafu hicho kitu ukakitumia kwa faida yako na watu wengine? Mara ngapi? Semeni tu mara nyingi. Haleluya. Wengine mmeshaikibiana humu. Hapa toka ibadani. Hapa. Kwa unachunguliwa namna hii. Unamwangalia mwenye nao amekaaje? Unaangalia aliyeko pembeni yako, unakuta yuko rohoni sana, asema safi, Mungu ni mwema. Unaangalia aliyeko huko hana habari na wewe, yuko tu macho kwa mchungaji, asema hapa. Ngome inazama huko. Haleluya. Alafu ukitoka hapo sawa, unaondoka, ibada imeisha. Ukifika njiani utanunua pipi, utawapa watoto, utanunua haka, utakula haka, utamgawia unaotembea naye, lakini umeipiga kwenye mkoba wa nani? Si unanielewa? Sikiliza. Huo unaitwa upendo wa kibinadamu. Kumbe hata binadamu wana nini? Wana upendo. Huo unaitwa upendo wa nini? Unaweza ukaumiza mahali alafu ukaja ukaponya mahali. Upendo wa nini? Wa kibinadamu. Kwa hiyo kuna upendo wa kibinadamu, kuna imani ya kibinadamu, na kuna tumaini la kibinadamu. Unanielewa? Lakini katika ufalme tunatembea katika imani ya kiungu, tumaini la kiungu, na upendo wa nini? Wa kiungu. Hello. Siku moja nikasimama katika madhabahu nikasema siwezi kumwamini kiongozi yeyote wa kiserikali ambaye hana Yesu Kristo, ambaye hamwamini Yesu Kristo. Nilikuwa na maana kubwa, kwa sababu katika maeneo hayo ni hatari sana. Ni hatari sana. Unahitaji mtu mwenye upendo zaidi ya upendo wa kibinadamu, kwa sababu upendo wa kibinadamu uko tayari kuua hapo ukaponya hapo. Unanielewa sasa? Uko tayari kuumiza huyu alafu ukamchekesha yule. Ila mtu aliye na upendo wa Mungu ndani yake, hakuna mahali popote atapata amani ya kuumiza. Sio, unanielewa sasa? Halo. Sasa imani ulio nayo iweke katika vitendo. Yesu anasema baada ya kuiamini Injili, baada ya kutubu, tunatakiwa tuiamini Injili. Ndio maana alipo wanatumwa wanafunzi wake wakaihubiri Injili, akasema wale waliohubiriwa ishara hizi zitafuatana na wao. Yaani maana baada ya wewe kuamini, basi ile imani yako naingiza katika vitendo. Na utakapoingiza katika vitendo, akasema kwa jina langu atatoa pepo. Unanielewa? Maana yake baada ya kuwa katika mlengo wa imani hii kwa Kristo, unalibeba jina la Yesu, na mahali popote kwenye pepo unawajibika kuwatoa. Si kama unanielewa? Anasema kwa jina langu atatoa pepo, watasema kwa lugha nyingine, wataweka mikono juu ya nini? Juu ya wagonjwa. Waliofanya nini hao? Watu gani wataweka mikono juu ya wagonjwa? Waliofanya nini? Waliofanya nini? Walioamini. Maana yake hiyo ni imani yao katika nini?
katika vitendo. Sema imani yangu katika vitendo. Haleluya. Kwa lazima tuiweke imani katika vitendo. Hata leo tunapokwenda kula meza ya Bwana, tunapokwenda kula mwili wa Yesu na damu ya Yesu, hiyo ni imani katika vitendo. Unanielewa? Hiyo ni imani katika vitendo. Maana yake nini? Sikiliza. Siku Yesu alipotambulisha kwa mara ya kwanza kwamba ni lazima muweze kuila damu yangu, kuinywa damu yangu na kuula mwili wangu, Wayahudi walitaharuki. Wakasema, anasema nini huyu? Kwamba anataka atupe mwili wake tule na atupe damu yake tuinywe. Wakataharuki, na Yesu akakomaa akamwambia, Yesu, ni lazima muweze kuinywa damu yangu na kula mwili wangu, vinginevyo yeyote asiyeweza kufanya hivyo hana ushirika nami. Haleluya. Tunapokwenda kula mwili wa Yesu na kuinywa damu ya Yesu, sikiliza, nimekueleza imani iliyo nayo inatosha sana. Inatosha sana. Ni katika imani, na imani hiyo iweke katika vitendo. Vitendo vyake nini? Ni kwamba ile divai tutakayokupa wewe, huiti divai, unaisema ni damu ya nani? Ni damu ya Yesu. Mkate ule tutakaokupa wewe, huiti mkate, bali utauita nini? Sikiliza, hata Yesu alifanya hivyo hivyo. Maandiko yanasema alichukua mkate kisha akafanya nini? Akaumega. He took the bread and broke it. Then he said, kisha akasema, twaeni nyote mle, huu ndio nini? Ndio mwili wangu. Unanielewa? So kama Yesu aliweza kufanya hivyo, wewe unashindiwa wapi? Sasa mchana wa leo nao utakwenda kuumega mkate. Hello? You are going to break the bread. Na wakati ukiumega mkate, nataka utapewa ile biskuti katika uzima wake. Sawa sawa? Hakikisha kabla hauja ila unafanya nini? Unafanya nini? Yes, unaimega, unaivunja. You break it. Amesema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alisema huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Tunaelewana sasa? Kwa hiyo tunakula katika imani. Ndio maana tutakapopata ule mkate, usianze kuutafuna, usichukue ukauvunja kwa meno, uvunje kwa mikono. Sasa break the bread with your hand. Uvunje kwa mikono yako, kisha utafanya nini? Kisha utakula, then you will partake. Hallelujah. Hebu fungua Mathayo 26:26. Pastors, naombeni elements za meza ya Bwana sasa. Naombeni elements za meza ya Bwana. Oh Lord Jesus. Mathayo 26. Mathayo sura ya 26.
Mathayo 26:26 Biblia inasema, nao walipokuwa wakila, Yesu aliutoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Wakorintho wa kwanza 11 kuanzia mstari ule wa 23. Wakorintho wa kwanza 11 kuanzia mstari ule wa 23. Biblia inasema, Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23, Biblia inasema, huyu ni Paulo sasa, ambaye hakuwepo pale wakati Yesu alipokuwa na kumega mkate pamoja na wanafunzi wake. Yeye hakuwepo, lakini katika Wakorintho hii wa kwanza anatueleza yeye ilikuwaje mpaka akajua. Mstari wa 23 Paulo anasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi. Paulo anasema ushuhuda huu wa meza ya Bwana, yeye hakuwepo ndio, lakini Bwana ndiye aliyemfundisha, ndiye aliyempa, ndiye aliyemwelekeza kila anachokielekeza kanisa. Bwana Yesu asaidie sana. Anasema, kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana nilivyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule aliotolewa aliutoa mkate 24, naye akiisha kushukuru akaumega akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Alisema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Okay, nilishawafundisha sana, naomba nirudie mambo haya kwa haraka. Paulo anasema mwili wa Yesu, anasema ni ulio kwa ajili yetu. Ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Why? Ni mwili wake ulio kwa ajili yetu. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Listen. Anasema niombe utulivu wakati tukiwa tunajiandaa na meza ya Bwana. Nimekusomea Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 23. Yesu anasema mwili ni ulio kwa ajili yetu. Okay, mwili ni ulio kwa ajili yetu ili nini kitokee? Nasema tujiandaa kwa ajili ya meza ya Bwana, na nimekwisha anza. Nimekueleza kila tunalokwenda kulifanya hapa tutafanya kwa imani,
na imani yako inatosha sana katika haya, inatosha sana katika haya. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi. Hiyo ni Wakorintho wa kwanza sura ya 11 kuanzia mstari wa 23. Wakorintho wa kwanza 11 mstari ule wa 23. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa ninyi, ya kwamba Bwana Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate, naye akiisha kushukuru akaumega akisema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Ni mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Yesu anasema mwili wake umetolewa kwa ajili yetu, na tufanye hivyo kwa ukumbusho wake. Swali huwa ni kwa ajili yetu ili iweje? Ule mstari wa 25 katika ile Wakorintho wa kwanza inasema, na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Kwa maana kila mulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Okay, sasa nataka nikuoneshe kwa nini tuumege mkate ulio kwa ajili yetu na kwa nini tukinywe kikombe kwa ajili yetu. Kwenye ile Mathayo 26 Mathayo 26 ambayo tulianza kusoma, Mathayo 26 inasema, nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake akisema, twaeni mle, huu ndio mwili, twaeni mle, huu ndio mwili wangu. 27 anasema, akakitoa kikombe akashukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Sikiliza, amesema damu, ameita damu ya agano inayomwagika kwa ajili ya walio wengi kwa ondoleo la dhambi. Maana yake damu ya Yesu inatupa kumbukumbu ya kuondolewa kwa dhambi zetu. Unanielewa sasa? Damu ya Yesu inatupa kumbukumbu ya ondoleo la nini? Kwa hiyo unapoikamata damu ya Yesu, unapokunywa damu ya Yesu, usianze kusema Bwana Yesu nisamehe, katika damu yako ninapokea msamaha wa dhambi. No, listen. Unakuwa unakunywa kimakosa. Anasema okay, ngoja nikuoneshe kitu ambacho tumekisoma kwenye ile Wakorintho ule mstari wa 26. Anasema, maana kila muulapo mkate huu na kukinywea kikombe hiki, mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Anasema tunapoula mkate na kukinywea kikombe, tunaitangaza mauti ya Bwana hata. Mauti ya Bwana tunaitangaza kwa faida gani? Mauti ya Bwana tunaitangaza kwa faida gani? Ameeleza ya kwamba damu yake ni damu ya agano na ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la nini? La dhambi.
Unanielewa? Kwa hiyo unapokinywea kikombe unakuwa naitangaza mauti, kwa maana ya kwamba unatangaza ya kwamba sina hatia ya dhambi kwa sababu ya kikombe hiki. Maana kikombe hiki ni damu yake ya agano iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo. Sema ondoleo. Sema tena ondoleo. Yaani dhambi iliondolewa. Sio, unanielewa? Iliondolewa wapi? Iliondolewa katika maisha yangu mimi niliamini, kwa maana ya kwamba haihesabiwi juu ya maisha yangu. Alo, yaani Bwana anapokutazama haoni dhambi. Wewe unaweza ukajitazama ukaiona, kwa sababu labda umeitenda asubuhi ya leo au umeitenda mchana wa leo, lakini Bwana anapokutazama haoni dhambi, kwa sababu katika kumbukumbu zake alifanya ondoleo la nini? Alifanya ondoleo la dhambi. Sasa mchana wa leo katika meza ya Bwana hatuili meza ya Bwana kama unavyojitazama wewe, tunaila meza ya Bwana kama Bwana anavyokutazama wewe. Tunaelewana sasa? Alo? Kwa hiyo saa unapoila meza ya Bwana, Paulo amesema tunaitangaza mauti. Maana yake tunatangazia ufalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi ndani ya wana wa kuasi, ya kwamba tunao ujasiri mbele za Bwana, maana ni kwa damu yake tunalo ondoleo la nini? La dhambi. Tulilipata ondoleo la nini? La dhambi. Haleluya! Kwa hiyo saa unapoitangaza mauti ya Bwana unatangaza ushindi wa maisha yako. Kwa habari ya damu unatangaza ushindi ya kwamba sina hatia mbele za Baba, sihesabiwi kosa mbele za Bwana, maana dhambi zangu zilifanya nini? Ziliondolewa. Sio zitaondolewa wala zimeondolewa, bali ziliondolewa. Unanielewa sasa? Ziliondolewa. Kwa hiyo tunaitangaza. Iko faida ya kuitangaza mauti ya Bwana. Faida yake ni kwamba unabaki kuwa salama, unabaki kuwa mtu asiyekuwa na hatia, unabaki kuwa mtu ambaye dhamiri yake ina uhuru na ina amani, dhamiri yake haina mashtaka. Oh, halo. Yohana anasema hata dhamiri yako ikikushtaki, basi jua ya kwamba Bwana ni mkuu kuliko nini? Kuliko dhamiri yako. Haleluya. Kwa hiyo mchana leo ninataka wote unapokishika kikombe unasema, Baba ninakushukuru kwa sababu kikombe hiki ilikuwa kwa ajili ya ondoleo la dhambi, sio zangu tu bali za walio wengi. Maana damu ile ilimwagika kwa ajili ya ulimwengu mzima, ili kila aminiye asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo damu inatupa ujasiri kwa nafsi zetu na mbele ya mapepo, mbele ya majini, mbele ya ufalme wote wa giza, ya kwamba hatuna kosa mbele za nani? Allah. Kumbuka uko katika ufalme ambao chanzo chake, hatua yake ya kwanza, kanuni yake ya kwanza ni nini? Imani. Sema imani. Sema ninaamini kwa damu ya Yesu dhambi zangu ziliondolewa, za jana, leo na hata milele. Ziliondolewa. Na kwa sababu hiyo ninao ujasiri wa kuitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Haleluya. Yes. Kwa hiyo uende ukanywe damu ya Bwana katika ufahamu huo. Nimeongea hayo kwa habari ya damu ya Bwana. Okay. Kwa habari ya mwili. Kwa habari ya mwili nini kinatokea? Ameeleza hapa Paulo ya kwamba alisema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Mwili ni kwa ajili yetu ili weje. Ngoja nikuonesha kitu ambacho Isaya alitabiri kwa habari ya mwili wa Yesu. Isaya ile sura ya ngapi? Ya 53 kama sijasahau. Isaya sura ya 53, kama uko pale unaweza ukaenda kusoma pamoja na mimi. Isaya ile sura ya 53. Niko nakimbia pale kwa haraka kabisa. Isaya sura ya 53, very good. Yeah. Nitasoma kuanzia ule mstari wa 4. Naomba nisikilize vizuri. Isaya sura ya 53 kuanzia ule mstari wa 4. Anasema, hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika. Sema amejitwika. Unajua kujitwika? Maana yake kujibebesha. Sawa? Amejibebesha. Hakika amefanya nini? Amejitwika. Hakika ameyachukua masikitiko yetu. Amejitwika huzuni zetu.
lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. 5 anasema bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu. Nini kilichojeruhiwa? Mwili wake. Mwili wake. Mwili wake ulijeruhiwa kwa makosa yetu. Anasema alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Alafu anasema adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Huyo ni nabii Isaya wakati akiongea na taifa la wana wa Israeli. Ngoja nikuoneshe kitu ambacho Petro amesema katika maneno hayo, katika ule waraka wa kwanza wa Petro, ile sura ya 2 mstari wa 24. Petro anasemaje? Anasema yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake. Unasikia hiyo? Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa sababu ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo Petro anatuambia dhambi zetu aliziweka juu ya mwili wake pale juu ya mti, na anasema kwa kupigwa kwake mliponywa. Umesikia kauli anayoitumia Petro? Anasema kwa kupigwa kwake mlifanya nini? Mliponywa. Wakati gani? Wakati gani? Yes. Kwa hiyo unaweza kaelewa sasa kusema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu. Maana yake ule mwili ulipigwa, kanisa, watu wake wakaponywa. Halo. Kwa hiyo leo hii hakuna ugonjwa wenye haki juu ya maisha yako. Hakuna tatizo lenye haki juu ya maisha yako. Hakuna shida yenye haki juu ya maisha yako. Sasa unapoula mwili wa Yesu mchana leo, ukamate ule mkate, unapoumega unasema wewe mwili ulipigwa, ulivunjwa kwa ajili yangu. Ulipovunjwa mimi nilipona, mimi nilifanikiwa. Biashara yangu inapaswa kwenda vizuri, maisha yangu yanapaswa kuwa bora, familia yangu inapaswa kuwa bora. Unachosema nacho nini? Ni mwili wa Yesu kwa njia ya nini? Ya imani. Yaani unaongea yale unayoyaamini. Mwili wa Yesu ulitolewa kwa ajili ya hayo. Petro anasema na kwa kupigwa kwake mliponywa. Halo, kama uko mgonjwa hapa mchana wa leo, na nakuhakikishia tatizo lolote katika mwili wako mchana wa leo, uko mwili wa Yesu uliopigwa na watu wake wakaponywa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Katika kushahidisha maandiko haya, huwa kuna andiko napendaga sana kuisoma. Huwa ni Mathayo sura ya ngapi? 18, sio? Is it 18? Baada ya kumponya mama yake mkwe na Petro, Biblia inasema jioni ile wakaletwa wengi waliokuwa wagonjwa na hawawezi na wenye pepo. Mathayo ngapi? Ngapi? Okay. Ngoja nikuoneshe na hii. Iendelee kukupa ushahidi. Iendelee kukupa ushahidi. Ilikuwa Mathayo ngapi ile? Sisikii. Marko 1:30. Marko 1:30 ameiongea kile ninachotaka. Ngoja niangalie. Sijawahi kuisoma hiyo. 1:30. Ya Marko ameongea, lakini hajaongea kitu ambacho Mathayo aliongea.
8:10 na ngapi? 8:16. Yes, very good. 8:16. Yes, nenda Mathayo 8:16. Sure. Exactly. 8:16. Yes. Unaweza kuanzia hata 14. Hata Yesu alipofika nyumbani kwa Petro, akamwona mkwe wa Petro, mamaye mkwe amelala kitandani, hawezi, homa. Akamgusa mkono, homa ikamwacha, naye akaondoka akawatumikia. Hata kulipokuwa jioni, wakamletea wengi wenye pepo, akawatoa pepo kwa neno lake, akawaponya wote waliokuwa hawawezi, ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya akisema, mwenyewe alitwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Umesikia? Kwa watu waliponywa ili litimie neno lililonenwa na Isaya ya kwamba mwenyewe alitwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Na Petro akasema hivyo hivyo ya kwamba alitwaa udhaifu wetu, magonjwa yetu, makosa yetu, akaweka pale juu ya mti, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Kwa hiyo uponyaji wako unapatikana katika kusulubiwa kwa mwili wa nani? Mwili wa Yesu. Mchana leo unapokula mwili wa Yesu, sema, Bwana, napokea uponyaji wangu, maana kwa kupigwa kwako niliponywa. Bwana, naelewa sasa? Maana kwa kupigwa kwako niliponywa. Nami